nikimlalamikia kocha kwamba kocha hatoshi viwango vyake kwa kweli kwa timu ya Yanga, manake hii timu inaonekana ilikuwa kubwa kuliko yeye. Naam, mwendelezo wa ripoti za Misalva Media kutoka mkoani Mwanza, na hii inakuja mara baada ya klabu ya Yanga kumfuta kazi aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo Pedro Gonzalez, na uamuzi huo unakuja mara baada ya kamati kuu kukaa na kufikia uamuzi kama huo. Na hapa mkoani Mwanza natafuta baadhi ya wapenzi wa soka wazungumzie kile ambacho kimefanywa na klabu ya Young Africans, na hapa baadhi ya wapenzi wa soka wanaeleza. Majina anaitwa Christopher Sixbet Konai, ni shabiki wa Dar es Salaam Young Africa. Uamuzi wa kocha Pedro kufutwa kazi ni uamuzi mzuri kutokana na mwenendo wa timu yetu ilivyokuwa inaenda. Maana kuna muda unafika kama vile tunashika vichwa, ni kama hapa tunashinda au vipi. Kiufundi naona yule kocha bwana kuna mambo kidogo alikuwa anafanya. Umeona kwa mfano hata jana ndio walivyokuwa anacheza alikuwa anafanya sabu zingine ambazo haziridhishi, yani hata kama hujui mpira unasema kwa hii hamna. Kwa mfano alipokuwa amemtoa Yao pale akamuingiza yule baba, ulitegemea tungefanyaje? Yani jana ilikuwa tungeshapoteza ile mechi. Umeona Kwa hiyo bwana mwenendo wake naona kama vile timu imemshinda kwa kusema kweli. Ni uamuzi mzuri ambao viongozi wangu wa Yanga wameufanya na wapongeza kwa hilo. Na kocha anayekuja nafikiri atajifunza kwamba Yanga inatakiwa ichezeje ili tupate kurudi kwenye rhythm yetu ya kawaida. Naitwa Martin Keke au Keke Yanga. Kwa ujumla kocha kwa kweli anazingua. Kocha wetu alikuwa anazingua. Maana hata upangaji wake wa timu ulikuwa hauko sawa, lakini pia sabu zake alizokuwa anazifanya hazikuwa sawa. Nikimlalamikia kocha kwamba kocha hatoshi viwango vyake kwa kweli kwa timu ya Yanga, manake hii timu inaonekana ilikuwa kubwa kuliko yeye. Ndio. Uamuzi huu ni sahihi? Uamuzi huo ni sahihi kwa sababu kwanza kocha ni mwajiriwa. Maana yake mwajiri anapoona hana CV za kutosha kumtumikia, basi anapaswa kuchukua nafasi aendelee na sehemu nyingine. Wengi wanasema ukirifaa kile ambacho kinatokea katika mitandao ya kijamii, wanasema ni kwamba mara baada ya kufungwa na Simba Sport Club ndio sababu kubwa ambayo imepelekea. Hiyo sio sababu kubwa, isipokuwa yani manake hata hizi mechi ndogo, mfano jana mechi ya Yanga na KMC, nayo ni taswira halisi kabisa kwamba kocha hatoshi. Kwa hiyo sio kwa sababu ya kufungwa na Simba. Mimi nadhani siku hiyo mechi tangu mwanzo mpaka mwisho ilienda draw, na sasa zile dakika 30 za nyongeza ndio zilisababisha Simba wakashinda. Kwa hiyo hapo alikuwa performance yake ilikuwa vizuri. Isipokuwa kuna mechi kadha wa kadha anamtoa Okelo anamuingiza Emmanuel Mwanengo. Kwa hiyo manake hakuna lesho pale ya wachezaji hao wawili. Actually kocha siku zote anaajiriwa ili afukuzwe. Kwa kile ambacho kimempata kocha wa Yanga ilikuwa ni swala la muda. Hakuna kocha ambaye anaajiliwa kwamba atadumu kwenye timu fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda, na hii ilianza toka ile nafikiri March ile, kuna kile kikao ambacho kilifanyika baada ya mashabiki kulaizi kwamba hawaelewi performance ya kocha Pedro Gonçalves. Kwa hiyo hili lilikuwa ni swala la muda. Tuna haya matokeo ya dabi ya Kariakoo, kwa maana matokeo ya Zanzibar pale visiwani Zanzibar na matokeo ya pale Meji Jenerali Samuyo, haya ilikuwa ni ya ziada tu, lakini nafikiri walihitaji Young Africans, viongozi wa Young Africans walitaka kwamba tumtoe wakati ambao hamna pressure kwa kipindi kile cha March ambapo ulikuwa na pressure kubwa, mashabiki wanasema hawamuelewi kocha. Kwa hiyo lilikuwa ni swala la muda, na ndio maana walimleta Molin. Kwa ripoti mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kitaendelea juu ya Young Africans, kama watafanya uamuzi wa ajiri kocha mwingine ambaye atakwenda kukaimu nafasi hiyo, endelea kufuatilia Misalva Media kwa ripoti mbalimbali kutoka mkoani Mwanza. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.
kutoka ndani ya kina cha ardhi. Kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.